Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, nawe mtazamaji wa Mwangaza Digital. Tusikilize ujumbe mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 10. Fadhila ukamilishwa kukutana na watu, uungwana katika tabia ya mtu huvuta roho. Fadhila ukamilishwa kukutana na watu, uungwana katika tabia ya mtu huvutwa na roho. Mpendwa katika Kristo, fadhila kama uvumilivu, upole, unyenyekevu, huruma na msamaha hazijengwi kwa maneno au mazingira ya starehe, bali ukomaa katika hali ngumu pale mtu anapojikuta anakosolewa, anasingiziwa au anakataliwa, na bado anaamua kupenda, kusamehe na kunyamaza kwa hekima. Watakatifu wengi waliishi haya, walitukanwa, walibezwa, walikataliwa, na hapo ndipo utu wao wa ndani ulipong'aa zaidi. Walipokuwa wanateswa walijifunza kuomba zaidi, walipokataliwa walizidi kujitoa, walipoonekana kama wafai walitambua kuwa fadhila zao zina mzizi katika Kristo, si katika sifa za dunia. Heri nyinyi mtakao watukana na kuwauzi na kusema juu yenu maneno maovu kwa ajili yangu, furahini na kushangilia kwa sababu yenu ni kubwa mbinguni. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 11 hadi ya 12. Fadhila, mwanga wa ndani unaovuta roho. Tabia ya mtu ikiwa imejengwa juu ya upendo wa Kristo huwa ni alama uungwana wa kweli, sio uungwana wa mavazi au elimu, bali wa tabia, sauti na matendo. Mtu mnyenyekevu, mvumilivu, mpole na mwenye nidhamu ya ndani huvuta roho za watu wengi hata bila kusema lolote. Huu ni uzuri wa kweli wa mtu anayemuishi Kristo kwa dhati. Mtakatifu Gaspari mwenyewe hata alipokuwa anakosolewa kwa kufundisha juu ya damu ya Kristo bila kuchoka, aliendelea kwa upole, hakurudisha matusi kwa matusi, bali alijibu kwa tabasamu, sala na upendo wa kimya. Fadhila na roho ya Kristo. Fadhila zinakomaa chini na ziaka ni kama dhahabu iliyosafishwa kwa moto, na uungwana wa mtu wa Mungu huvuta roho nyingi, si kwa kelele bali kwa uzito wa utulivu wake. Mtakatifu Gaspari de Bufalo alipambana na haya yote, alisingiziwa, akafungwa, akakataliwa na watawala wa dunia, lakini aliendelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu na moyo thabiti. Hakurudisha tusi patusi, alikubali kutendewa mabaya kwa ajili ya Kristo, akijua kwamba fadhila yake itakamilishwa si kwa sifa bali kwa msalaba. Fadhila hujaribiwa kwa mateso na huonekana kuwa ni ya kweli pale inapovumilia dhihaka kwa utulivu wa moyo. Yesu mwenyewe aliwaonya wafuasi wake akisema, watu watakaowatukana na kuwauzi na kusema juu yenu maneno maovu kwa ajili yangu, furahini. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 11 hadi 12. Hii ni nguzo ya ajabu ya maisha ya kiroho, kwamba tusi na mateso baada ya kuwa mwisho wa safari ya fadhila huwa ni daraja la kufikia utimilifu wa fadhila. Kwa namna isiyojua, huwa wachongaji wa almasi ya roho zetu hutuonesha tunakosa nini na ujaribu tunachodai kuwa nacho. Kwa hiyo mtakatifu halalamiki anapotukanwa, bali anatoa shukrani kwa kuwa amepewa nafasi ya kuwa kama Kristo. Mtakatifu Gaspari alikuwa hivyo, hakupigania heshima yake, bali moyo wake ulivuta roho nyingi, kwa sababu aliishi kwa unyenyekevu ulioshinda kelele ya dunia. Hakuwa mwepesi kukasirika wala haraka kujitetea. Alijua kuwa Mungu ndiye mtetezi bora wa watakatifu wake. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Fred Elias Malele wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu.